For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great, the mighty, the terrible God, who is not partial and takes no bribe. Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, tukushukuru kwa jina la Thank you Yesu. for today. Asante kwa leo. Thank you for this opportunity. Asante kwa fursa hii. Speak to us in a special way. Nena nasi kwa njia speciali. Enable us to understand, to know what you want us to know. Tuwezeshe kuelewa yale unataka tuelewe. In Jesus' name. Kwa jina la we pray. Yesu. Amen. Can we say amen? Tuseme amina. Now, Sasa karibu sana, have your seat. mweza kukaa. On Wednesday, Siku ya Jumatano we started a topic. tulianza mada, And this topic is based on some of the things God revealed to me na mada iko juu ya baadhi ya mambo ambayo Mungu when alinifunulia I was in Lubumbashi. nikiwa kule Lubumbashi. I got two powerful revelations. Nilipata ufunuo mbili za So Mungu. as we continue, I'll give you those revelations. Kwa hiyo tukiendelea nitawapa funuo zile. Now, is God partial or not? Je, Mungu ana upendeleo au la? That is a question, Hiyo ni swali and each one of us need to answer. na kila mmoja wetu apaswa kujibu. Is God partial or not? Je, Mungu ana upendeleo au la? Somebody partial is somebody discriminative. Mtu aliye na upendeleo ni mtu ambaye ana ubaguzi. It is somebody who judges people, somebody biased. Ni mtu aliye na ubaguzi, aliye na kipendeleo. Hallelujah. Amen. So I want to start by saying that we need to understand that in the language of God, Nataka kuanza kusema ya kuwa tunapaswa kuelewa katika lugha ya in Mungu, the kingdom of God, katika ufalme wa Mungu, there is no partiality. hakuna kipendeleo Partiality is the language of men. au ubaguzi. Hii ni lugha ya mwanadamu. So when we talk about partiality, Tunaponena juu ya it's the ubaguzi, language of men. ni lugha ya mwanadamu. Our languages, Lugha zetu our dialects na kile have lafidhi been yetu affected by sins. imechochewa na dhambi. So that whatever we speak in our language, Ile yote tunayonena katika ndimi it zetu has been contaminated. imekuja ikatiwa chachu, It has influence of sins. imeshawishika na dhambi. So the Bible says God is not partial, Kwa hiyo Biblia yasema Mungu hana ubaguzi, and he cannot be partial. naye hawezi kuwa He vile. cannot be discriminative. Yeye hawezi kuwa wa kuchagua. He is a faithful God. Yeye ni Mungu mwaminifu, And whatever he does na yoyote kile anachokitenda is okay, ni sawa, because he has no preferences. kwa maana yeye hana uchaguzi huu. Hallelujah. Amen. He cannot treat other people in one way and other people in another way. Hawezi kutendea wengine hivi na atendee wale vile. He can't be discriminative. Yeye hawezi kuwa na ubaguzi. Why? Because of three reasons. Kwa nini? Kwa sababu tatu. Reason number one, because of his moral purity. Sababu ya kwanza ni kwa ajili ya utakatifu wake. Because of his moral purity, Utakatifu wake, he cannot discriminate his own people. hawezi bagua watu wake wenyewe. Hallelujah. Hallelujah. That's powerful. Hii ni ya nguvu. His moral purity Utakatifu wake wa kibinafsi cannot allow discrimination, haiwezi ruhusu ubadhirifu, because discrimination is sin, kwa maana ubaguzi ni dhambi and God cannot sin, na Mungu hawezi tenda and dhambi he can't even be tempted by sin. na hata hawezi jaribiwa na dhambi. Point number two, Dokezo la pili, because of integrity. kwa ajili ya ule uadilifu. God is a faithful God, Mungu ni Mungu mwaminifu, a God of integrity. ni Mungu wa uadilifu. So he cannot be bribed, Kwa hiyo hawezi pewa hongo, as the Bible put it here. jinsi Biblia ilivyoweka So whatever wazi. he does is in order, Kile anachokitenda kiko sawa and he does it because it is good. na anatenda kwa maana ni njema. So he cannot do what is bad. Kwa hiyo hawezi tenda kilicho Point kibaya. number three, Dokezo la tatu, because of love. kwa ajili ya upendo. God is love. Mungu ni upendo, He loves his people. anapenda watu wake, He loves everybody. anapenda kila mtu. That's why you can see the sun Ndiposa unaona jua, shining on both jua ikiwakia wote, evil people and good people. waovu na wema. You can see rain coming down Waweza ona mvua ikishuka upon all, both juu ya wote, evil people and good people. wenye dhambi na wale wasio wenye dhambi. Bwana asifiwe. Amen. So Moses is writing
the book of Deuteronomy, Kwa hiyo Musa anaandika kitabu cha Kumbukumbu la and Torati, God spoke to him, na Mungu akanena naye, gave him revelations. akampa ufunuo. That's why he even talks about creation. Ndiposa ananena juu ya He maumbili. was not there when God created, Hakuwa wakati wa uumbaji, but he can explain everything how God created. lakini anaeleza vyote ilivyokuwa. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Because God spoke to him. Kwa maana Mungu alinena naye, He dictated everything, told yeye him what happened. alinakili kila moja, akamwambia matukio. Hallelujah. Amen. Now, the Bible says, Kwa hiyo Biblia yasema this Moses who is writing here, huyo Musa aliye mwandishi hapa, that God is not partial. ya kuwa Mungu sio upendeleo. There is something about his life Kuna kitu juu ya maisha yake which made his own brothers ilichofanya ndugu zake wenyewe to believe that God is partial. kuamini kuwa Mungu ana ubaguzi. Let's read the book of Numbers chapter 12 verse 1. Tusome kitabu cha Hesabu. Now, Miriam and Aaron talked against Moses, their brother, because of his Cushite wife, for he had married a Cushite woman. And they said, has the Lord indeed spoken only by Moses? Has he not spoken also by us? And the Lord heard it. Now, the man Moses was very meek, gentle, kind, and humble. I want you to see it has been underlined. It is in green to show that you have to keep those words. Nataka muone Or yaliyo above all the men on the face of the earth. Number 4. Suddenly the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, come out, you three, to the tent of meeting. And the three of them came out. The Lord came down in a pillar of cloud and stood at the tent door and called Aaron and Miriam, and they came forward. And he said, hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision and speak to him in a dream. But not so with my servant Moses. He is entrusted and faithful in all my house. With him I speak mouth to mouth, directly, clearly, and not in a dark speeches, and he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. And when the cloud departed from over the tent, behold, Miriam was leprous, as white as snow. And Aaron looked at Miriam, and behold, she was leprous. 11. And Aaron said to Moses, oh my Lord, I plead with you, lay not the sin upon us in which we have done foolishly and in which we have sinned. Hallelujah. Now look at me. Sasa nitizamie. We say God is not partial. Tulisema Mungu hana ubaguzi. And here we have an incident. Na hapa tuko na We tukio. have a situation in the scripture Tuko na hali katika maandiko whereby Aaron and Miriam spoke against Moses. pale ambapo Aroni na Miriamu wakanena dhidi And I want yake you to Musa. understand that Aaron was the big brother to Moses. Na nataka uelewe Aroni ni nduguye mkubwa. And Miriam was also the big sister to Moses. Na Mariamu pia alikuwa dadake mkubwa. The Bible talks about that lady or girl who was standing somewhere there when the daughter of Pharaoh picked Moses. Biblia yanena juu ya yule binti aliyekuwa akisimama pale wakati binti ya Farao alimkokota And the girl Musa. came asking the daughter of Pharaoh, should I bring somebody to take care of Na akamuuliza mwanawe child Farao, for you? nilete mtu akakushughulikie kuchunga That mtoto. was Miriam. Huyo alikuwa ni Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. So now, Sasa God spoke to Moses Mungu akanena na Musa that the Israelites must marry among themselves. ya kuwa Waisraeli lazima waoleke They are not miongoni supposed to mwao. marry among the nations Hawapaswi kuoleka katika or mataifa to marry among the Canaanites, other au people. Wakanani wasio wa kwao. They should marry from Israel, Waoleke kule not Israeli, from pagans. sio kwa wapagani. And then Moses brought his wife, Na kisha Musa akaleta mkewe, and the wife was a Cushite. naye mkewe alikuwa Mkushi. Now, Sasa Aaron and Miriam said, hey,
Aroni na But Mariamu this wakasema, Moses told us, lakini huyu Musa alituambia, God said we should not marry from the Gentiles. Mungu alisema tusioe miongoni mwa How mataifa. is it that he is bringing us a wife from the Gentiles? Mbona yeye anatuletea mke kutoka kule? So is he above the law? Je, yeye yuko juu ya He is sheria? not above the law. Hayuko juu ya sheria. So does God speak only by Moses? Je, Mungu unena tu kupitia kwa No, Musa? he also Hapana. speaks through us. Ananena nasi pia. I am the high priest. Mimi ndiye kuhani mkuu. I am the prophetess. Mimi ndiye nabii. He also speaks through us. Ananena pia kupitia It's kwetu. not only about through Moses. Sio tu kupitia kwa Musa. So why is he doing this? Mbona anafanya hivi? He tells us this way Anatuambia hivi, and behave in a different way. alafu anafanya vingine. The Bible says Biblia inasema God heard when they spoke. Mungu alisikia waliponena, Then God came down. na Mungu akashuka chini He said, go to the tent. akawaambia, nendeni kwenye hema, I'm coming there. naja pale. So they went to the tabernacle. Kwa hiyo wakaenda hekaluni, As they were standing inside, wakiwa wamesimama ndani, God came and stood outside. Mungu akashuka akasimama He nje, called Aaron and Miriam. akaita Aroni na Mariamu, Come forth. songeni. So they went. Kisha And wakasongea, God was in a cloud. na Mungu alishuka kwa mawingu. He said, why did you speak against Moses? Akasema, mbona umenena dhidi ya Musa? He is better Yeye ni bora among all my servants. miongoni mwa watumishi wangu. And then the Bible says Na kisha Biblia yasema Moses was meek, Musa alikuwa mnyenyekevu, which means he was a kind man. inamaanisha alikuwa mtu mkarimu. Moses was a gentleman. Musa alikuwa mungwana. Moses was a humble human being Musa alikuwa jamaa in mtulivu his generation. katika kizazi chake. You see, when you see the writer writing those things, Unapoona mwandishi akinakili mambo yale, these things are not there by chance. mambo yale hayako pale tu So hivyo. the writer is trying to show us the quality of this Moses. Mwandishi anajaribu kutuonyesha dhamana ya huyu Musa. You see, in this generation, Unaona, katika kizazi hiki we talk about favor and grace. tunanena juu ya kibali na neema, And we do not know how this favor and grace operate. na hatuelewi jinsi zinavyotenda kazi. How does favor operate? Kibali inatenda kazi How vipi? does grace Neema operate? yatenda kazi vipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Favor Kibali or grace au neema is blind ni kipofu when it is upon your life. ikiwa maishani mwako. Let me repeat again. Wacha nirudie tena. Grace. Neema, So if God gives or releases his grace upon your life, wakati Mungu anaachilia neema yake juu ya or maisha his yako, favor upon your au life, kibali chake juu ya maisha yako, that favor, hiyo kibali, that grace hiyo neema is blind. inakuwa ni kipofu, It will attract everything. itavutia vyote. But the giver of grace, Lakini mpeanaji wa the neema giver of favor na yule mpeanaji wa kibali is not blind. sio kipofu. Oh, are you in this place? Je, huko mahala hapa? Let me repeat again. Wacha nirudie tena. If God pours favor Kama upon David, Mungu atanyuza kibali juu ya Daudi, that favor is blind. hiyo kibali ni kipofu, That favor will attract everything. nayo itavutia vyote. You don't get it. Hamuelewi. Okay, let me help you. Wacha niwasaidie. You have Joseph, Huko na Yusufu, and Joseph is in Egypt. na Yusufu yuko kule Misri, He's working anatenda kazi in the house of Potiphar. katika nyumba ya Potifa. Are you with me? Je, uko nami? And then the Bible says, Na kisha Biblia yasema whatever he touched chochote alichokigusa prospered. kilinawiri. It means he got favor Inamaanisha alipata kibali for the cows, mbele ya ng'ombe, mbele ya ng'ombe, sheep, kondoo, so that they started multiplying. nao wakaanza 2, kuongezeka, 2, 3, 3, 3, 3, wawili, giving birth. watatu. You know, favor. Kibali Not only cows, sio ng'ombe tu, even the wife of Potiphar hata mkewe Potifa was in love with Joseph. akampenda Yusufu, But she didn't know it is favor. naye hakujua ni kibali. It is you when you have favor, Ni wewe unapokuwa na kibali, you should be discriminated. unafaa kuwa na You ubaguzi. should know what to accept and what not to accept. Unapaswa kujua ya kukubali na ya kukataa, Because favor upon your life will attract everything. kwa maana kibali maishani mwako kitavutia kila kitu. We talk about it another day. Tutanena juu yake siku Now nyingine. let's move forward. Sasa tuendelee.
Now, Sasa Moses is a wonderful person. Musa ni jamaa wa ajabu. The favor is upon his life. Kibali kiko juu yake And God is blessing him. na Mungu anambariki. Now, when Miriam and Aaron looked at Moses, Wakati Mariamu na Aroni they saw wanamtizama, that he was breaking the law. waliona alikuwa akivunja sheria According to human understanding kulingana na kuelewa kwa or mwanadamu human judgment, au uamuzi wa mwanadamu. they said, hey man, Wakasema, jamaa, how is it, who are you? wewe ni nani? Who do you think that Wewe you are? unafikiria wewe ni nani So that you can break the law. ili ukaenda kuvunja You sheria? bring a Cushite woman here. Unaleta mwanamke mkushi hapa, And then at the same time you tell us not to marry from the na wakati Gentiles. huo unatuambia tusioe miongoni mwa mataifa. While you do the same. Mbona unafanya vile? So they judged him. Kwa hiyo wakamhukumu, They started murmuring. wakaanza kunung'unika, And God came down. naye Mungu akashuka He chini said, Aaron, akasema, I Aroni, know you are a high priest, najua wewe ni kuhani but you mkuu, are not like Moses. lakini wewe sio kama Musa. And you know what? Na unajua nini? Aaron Aroni was the custodian of the law. alikuwa ndiye mweka sheria mkuu. He is like the type of Jesus Christ. Ni kama wakati wa Yesu Kristo, Is the type. ni sampuli ya Yesu. You know, Jesus is our high priest Unajua Yesu ndiye kuhani wetu mkuu who atoned for our sins. ambaye alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu. So that is what Aaron did in Israel. Hivi ndivyo Aroni alifanya Israeli. Hallelujah. Amen. But despite that, Lakini pasi na haya, God says you are not like Mungu Moses. akasema wewe sio kama Musa. Miriam was a prophetess Miriamu alikuwa ni nabii who will receive the word from God. ambaye alipokea neno kutoka kwa Mungu. But God said, no, Miriam, Lakini Mungu akasema, la even Mariamu, though I speak to you, hata kama ninanena you nawe, are not like wewe Moses. sio kama Musa. Why didn't you fear? Wewe mbona Why usihofia? did you speak to against Moses? Mbona ukanena dhidi ya Musa? So in human terms, Kwa hiyo katika hali ya we wanadamu can call this upendeleo. tunaweza ita hivyo, We can call it discrimination. tunaweza ita mapendeleo, But in God's terms, lakini katika it yake is ya not Mungu discrimination. hiyo sio mapendeleo, Because God is operating with people based on three powerful principles. kwa maana Mungu anatenda kazi na watu kulingana na ngoni Principle tatu. number one, Nacho cha kwanza, God is a sovereign God. Mungu ni Mungu aliye So mkuu. in his sovereignty, Katika ukuu wake God can do whatever you want to do. anaweza tenda anavyotaka, Nobody can judge God na hakuna wa kumhukumu or Mungu ask him au questions. kumuuliza maswali. You cannot ask God, Hauwezi uliza oh Mungu, God, why are you doing Mungu this? mbona wafanya hivi? He does whatever he wants to. Anafanya anavyopenda. He is a free God. Yeye ni Mungu aliye huru. Put Psalms chapter 50 verse 5. Zaburi 50 mlango wa 5. Now, I want you to see this. Nataka uone haya. Sometimes you have people who complain before God. Wakati mwingine kunao wanaonung'unika mbele They ya Mungu, come with war in church wanakuja kwa vita kanisani because they don't understand. kwa maana hawaelewi. Read this. Gather together to me, my saints, those who have found grace in my sight, those who have made a covenant with me by sacrifice. So it is only through sacrifice Inamaanisha kupitia that tu you dhabihu can enter into a covenant with ili God. uingie katika mkataba na Mungu. There is no covenant man has sacrifice. Hakuna agano pasipo na dhabihu. There are things we fail to understand in this Kuna kingdom. mambo tunakosa kuelewa kwenye ufalme. People don't know the weight of sacrifice. Watu hawaelewi uzani wa dhabihu. They think sacrifice is just something common in church. Wanafikiria tu ni kawaida kanisani. It matters a lot before God. Ina shughuli sana Now, mbele ya Mungu. Number 6. 6. Look at this. And the heavens declare his righteousness, righteousness and justice. For God, he is judge. Give us number 7. Look at this. Hear all my people, and I will speak. O Israel, I will testify to you and against you. I am God, your God. Look at this. I do not reprove you for your sacrifices, your burnt offerings are continually before me. I will accept no bull from your house, nor he goat out of your folds. For every beast of the forest is what? Is mine. And the cattle upon the 1,000 hills, or upon the mountains where thousands are, I know, and am acquainted with all the birds
of the mountains, and the wild animals of the field are mine, and are with me in my mind. Bwana asifiwe. Amen. So here God wants to show the Israelites Mungu anataka kuonyesha Waisraeli that everything is his. ya kuwa vyote ni vyake, And if he's hungry, he won't tell even Israel. na akiwa na njaa hata wauliza. He is a sovereign God. Yeye ni Mungu He's mkuu. the ruler of heavens and earth. Yeye ndiye mtawala wa vyote. Everything was created for him. Yote or was created iliumbwa for him. kwake Everything. na kwa ajili yake. Give us Colossians chapter 1 verse number 16. Tupe Wakolosai 1:6. For it was in him that all things were created in heaven and on earth, things seen and things unseen, whether thrones, dominions, rulers, or authorities. All things were created and exist through him, by his service, intervention, and in and for him. Everything Vyote were created liumbwa by him naye and for him. na kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Amen. So we are the work of God's hands. Sisi ni kazi ya mikono yake. We cannot tell him what to do. Hatuwezi muambia la kufanya. He is a sovereign God. Yeye ni Mungu mtawala wa We yote. cannot judge him. Hatuwezi muhukumu. He is a free God. Yeye ni Mungu aliye He huru. lives in freedom. Anaishi katika uhuru. He is the ruler of the dead and those alive. Ndiye mtawala wa walio hai na wafu. He rules over the seen and the unseen. Anatawala vinavyoonekana na We visivyo. are the instrument, the object, the things created, made by his own hands. Sisi ni vyombo alivyounda na mikono yake mwenyewe. So we cannot ask him questions. Kwa hiyo hatuwezi muuliza We maswali. cannot tell him, why are you doing this? Hatuwezi muuliza mbona wafanya Or hivyo? why are you doing that? Au mbona wafanya vile? Give us Romans chapter 9 verse 11. Warumi 9:11. Here it is. Read with me. Soma nami. And the children were yet unborn and had so far done nothing, either good or evil. Even so, in order further to carry out God's purpose of selection, election choice, which depend not on works or what men can do, but on him who calls them. 12. It was said to her, who is her? Sema Rebecca, that the elder son should serve the younger son. Who is the elder son? Esau. Who is the small son? Jacob. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated, held in relative disregard, in comparison with my feeling for Jacob. Hallelujah. So here God is talking about his sovereignty. Mungu ananena juu ya utawala As wake the King of Kings. kama mfalme wa As wafalme the Lord of Lords. au Bwana wa mabwana. Hallelujah. Amen. Now, what shall we conclude then? Is there injustice upon God's part? Certainly Not. now here I want to show you. Sasa nataka niwaonyeshe The hapa. second thing Jambo la pili upon which God makes his judgment. inafanya Mungu kutoa uamuzi wake. Point number 1 is sovereignty. Dokezo la kwanza ni utawala wake, And point now number 2 is for knowledge. na la pili ni hali yake ya kujua The yatakayotendeka. prescience. So God knows the end from the beginning. Mungu anajua ya mwisho tangia mwanzo. Before anything starts, God knows automatically the end. Kabla ya mwanzo Mungu anajua mwisho. Bwana asifiwe. Amen. He knows the end from the beginning. Anajua mwisho tangia So mwanzo. if God will judge people, Kama Mungu atawahukumu his watu, judgment is good. uamuzi wake ni His bora judgment is fair. na uamuzi wake ni sawa, Because he doesn't judge people by kwa sentiment, maana hahukumu watu but kulingana na he maneno, judges people based on his foreknowledge. lakini kulingana na hali yake ya kujua yatakayotukia mwisho. While Jacob and Esau were still in the womb, Yakobo na Esau wakiwa ndani ya tumbo, God knew their ways of Mungu life, alijua njia their zao behavior, na tabia their zao characters, na hata mienendo their yao shortcomings, na hata makosa yao the inclinations of their hearts. na hata hali ya moyo yao. God knew everything. Mungu alijua vyote. Are you in this place? Uko mahala hapa. So God knew everything. Mungu alijua kila So kitu. when he says, Jacob I loved Akisema Yakobo ninampenda and Esau I hated, na Esau nilimchukia, it is not a statement that is based in a vacuum.
sio tu jambo ambalo liko katika utupu, It is a statement that is informed. bali ni jambo ambalo lina ushawishi God au is fani. informed. Mungu He has amehamasishwa, information. ako na He knows hamasisho, everything. anajua vyote, What has been happening matukio before something happens. kabla ya kutendeka. The way you are sitting here, Jinsi ilivyokaa hapa, God knew you Mungu alikujua before even you were born. kabla ya kuzaliwa kwako. So God knew Kwa hiyo Mungu in his alifahamu foreknowledge katika hali yake ya that kuelewa Esau is a fake person. ya kuwa Esau alikuwa ni mtu gushi, Is an imposter. yeye alikuwa ni mtu wa So kuiga. God knew it. Kwa hiyo Mungu alijua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. An imposter Mtu wa kuiga is somebody who can, betray you ni mtu anayeweza kukusaliti and he doesn't feel anything. na asihisi lolote. An imposter Mtu wa can do sampuli things that you can't even imagine. anaweza tenda mambo ambao huwezi kuyakisia. Try to imagine you are a big brother. Wewe kisia, wewe ni ndugu You mkubwa, come from the bush. umetoka kule You msituni, meet your small brother. unakutana na kakako mdogo, He has cooked a wonderful soup. naye ameandaa And supu then mzela, you ask him to give you some soup. na unamuomba akupe ile mchuzi, And then he tells you, sell me your birthright. naye anakuambia basi niuzie hali yako ya I uzazi, can give you my soup. nami nitakupa hii supu. And he said, okay, it's okay. Akasema ni Take sawa, my birthright chukua haki yangu ya and give me uzazi soup. na unipe It is uchuzi. somebody without standards. Ni mtu asiye na viwango. Mungu asifiwe. Sema amen. Amen. There are people who live, they don't have a standard. Unajua kuna watu wanaoishi hawana viwango, They have no standard. hawana viwango, They can do anything. wanaweza kutenda lolote They feel nothing. na wasihisi lolote. Remember I told you last time, Kumbuka niliwaambieni wakati some weeks uliopita, ago, majuma yaliyopita, that if we talk about excellence, ya kuwa ukinena juu ya ubora it is to live by standards. ni kuishi katika viwango, Excellent people establish standards. katika viwango vya ubora. Did you get that? You establish standards. You set Lazima standards. uweke viwango vya ubora And then you condition yourself to those standards. na kisha ujiweke katika hali ya This vile one I viwango. will do. Hii This nitatenda, one I won't do. hii I sitatenda, will live by this way. nitaishi I won't live by hivi, this way. sitaishi vile. These are my standards. Hivi I ndivyo will viwango obey vyangu them. na I shall live nitavitii, by them. nitaishi Those kupitia are kwao. leaders. Hawa ni Those are viongozi, champions. hawa ni Those are people washindi, who succeed in hawa life. ni watu wanaonawiri You maishani. don't live without discipline. Hauishi bila There nidhamu, is no standard. hakuna You are viwango. just a human being. Wewe ni You mwanadamu can tu, do anything. unaweza tenda lolote. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So he said, okay, take my Kwa birthright. hiyo chukua haki yangu ya uzazi, Give me soup. nipe mchuzi. Is that the person God can use? Je, huyu ni mtu Mungu anaweza mtumia? Is that a person God Je, can huyu ni utilize? mtu Mungu anaweza tumia? Is that the person God can trust? Je, huyu ni mtu Mungu anaweza hata God can give his blessing Mungu peana baraka to yake such a kind of a kwa person. sampuli ya mtu kama ule. Oh, God is partial. God Unajua is Mungu ni discriminative. wa God ubaguzi. is unjust. Mungu hana haki. Before they were born, Kabla ya he had kuzaliwa already made selection. yeye alikuwa Before they ametambua, commit bad or kabla evil. wafanye Hey, hii dhambi, even before they commit evil, hata kabla watende even maovu, before they commit anything hata good, kabla watende maovu, in his eternity, katika hali yake God ya mwisho knew Mungu alijua that they will come. ya kuwa watakuja. Esau will sell his Esau birthright atauza haki yake ya because uzazi of soup. kwa ajili ya mchuzi. So it was not foreign to God. Kwa hiyo haikuwa geni kwa Mungu, It was foreign to Rebecca. ilikuwa ya kigeni kwa wale wapagani. So when you see what used here, this is the language of men, Kwa hiyo ukiangalia hii lugha inayotumika hapa ya wanadamu, that before they commit anything, ya kuwa kabla watende lolote, God already made a selection. Mungu tayari alikuwa amefanya The uchaguzi. selection God made was not based in a vacuum. Ile uchaguzi Mungu alifanya It haikuwa was tu, based on documentations. ilikuwa katika hali ya kunakiliwa, It was based on information ilikuwa katika hali ya hamasisho, in the possession of God. katika hali ya milki ya He Mungu. knew what they will do. Alijua watakayoyatenda. Rebecca didn't know what they will Rebeka do. hakujua watakayoyatenda. God knew this is an imposter. Mungu alijua huyu ni gushi I cannot walk with an imposter. na siwezi tembea na jamaa huyu. So listen, in the kingdom of God today, Katika ufalme wa Mungu leo, even in a church like this one, hata kanisa kama hili, when you see God utilizing people, ukiona Mungu anapowatumia watu, because God has revealed that to me, kwa maana amenifunulia yale, there are few people in this church kuna watu wachache kanisani humu
not long, very soon, Kwa muda mfupi ujao, God's going to raise these people Mungu anaenda kuinua hawa watu in an amazing way. katika njia kuu. In this place, Mahala hapa we are going to see that. nasi tuenda kuona haya, And we will be amazed. na sisi You tutabungazwa. can see that in a church, Utaona kanisani some people are rising watu wengine wanainuka and some remain standing. na wengine wanasalia wakiwa They wamekwama. are stuck. Wamekwama. Sometimes we pray together. Wakati mwingine tuomba pamoja, This one is blessed huyu amebarikiwa and this one is just stuck na there. huyu amekwama pale. We say, no, God is partial. Tunasema hapana, Mungu ana ubaguzi. How will this guy prosper? Je, huyu jamaa ana nawiri vipi And this one is stuck. na huyu amekwama? It is based on the information Ni kulingana na ile that God msisi has. ambayo Mungu ako nayo, because it's an omniscience God. kwa maana yeye ni Mungu ambaye He's, anaelewa vyote. We call him omniscient God. Ni Mungu wa vyote katika yote. Hallelujah. He's omniscient. He knows Ni everything. Mungu wa vyote katika yote, He's anajua the vyote. Alpha and the Ndiye Omega. mwanzo na mwisho. Now look at this. Sasa tizamia haya. When Moses was collected or picked at the Nile River, Wakati Musa alipokelea kutoka katika mto Nile, he was taken to the house of Pharaoh. akapelekwa katika kasri, Now in the palace, he lived there as a prince. na kwenye kasri akaishi kama He was mwanamfalme, in the lineage to become king of Egypt naye alikuwa katika mstari wa kuwa mfalme, because he was believed to be the son of that daughter of Pharaoh. kwa maana aliaminika kuwa mtoto wa The binti ya lady said, Farao, I will take him as my son. naye akasema nitamchukua kama Because she had mwanangu, no any other child. kwa maana hakuwa na mtoto So mwingine. Moses walked there, lived in Egypt, and was trained in the education of the Egyptians. Kwa hiyo aliishi pale na akafunzwa kulingana na maadili The yao Bible yote. says he was trained according to the knowledge, complete knowledge of the Egyptians. Inasema alifunzwa kulingana na ufahamu wa Wamisri. Bwana asifiwe. So he grew up there. This is a prince. Kwa hiyo alikuwa He's pale knowledgeable. akiwa mwanamfalme, He's everything. anaelewa, naye ni kila kitu. But you know what? Lakini At wajua a nini? certain time, Wakati fulani Moses will leave the palace, Musa angetoka kwenye kasri go to Goshen, na aende the kule city bandarini, of slaves, kule katika see what was mji wa happening there. watumwa, how his people were living, aone jinsi watu wake how they walivyoishi, were being treated. jinsi walivyokuwa wakireke. Hallelujah. So the Bible says one day, Kwa hiyo Biblia yasema siku he moja found that an Egyptian is beating, mistreating a Hebrew. akapata Misri akimpiga He had to nduguye wa intervene, he Hibrania, had to fight to naye defend his kampasa kuingilia kati kupigana He killed kutetea the watu wake. Egyptians and put him in the sand. Akaua yule jamaa na akamzika So mchangaraye, another day he came again. na siku nyingine akaja He's tena, going to find that Hebrews are fighting among themselves. akapata Waibrania wanapigana miongoni mwao, When he intervened, na wakati alipoingilia one kati, of the two people fighting asked him, okay, who are you? mmoja wao akamuuliza, je, we ni Who nani? made you judge? Nani alikufanya Why are hakimu? you judging us? Mbona unakuja Who do you kutuhukumu? think you are? Wewe unafikiria we ni nani? So the thing were taken to Pharaoh. Na kisha wakapelekwa kwake He Farao, wanted to arrest Moses and kill him. wakataka kumshika na Moses kumuua, said to run away. naye kampasa So this kutoroka. is a person who had sacrificed everything. Huyu ni jamaa ambaye alijitolea kwa He vyote, sacrificed his life. alitoa maisha yake He mahanga, sacrificed the throne. akatoa mahanga hata He kiti cha enzi sacrificed his nationality. na hata He nchi yake, sacrificed the uraia, titles. na hata zile He hadhi sacrificed the good cars. na He vyote vilivyo sacrificed njema, everything. kila kitu kilicho chema, Honor, glory, security, utukufu, sheria, everything. ulinzi, And yote, then he became a refugee. na kisha akawa mtoro, He ran to the Midianite. naye akatoroka kwenda kwa So Wamidiani. you can see such a kind of Kwa sacrifice. hiyo unaweza ona dhabihu ya God sampuli. says, among my people, Mungu anasema there is miongoni mwa watu nobody wangu like Moses. hakuna aliye kama Musa. God says that based on the information. Mungu anasema yale kupitia habari Bwana alizima. Yesu asifiwe. Amen. So point number 3, Kwa hiyo dokezo la tatu, God will deal with people Mungu atashika based na on watu reward. kulingana na zile tunukio. Remember, I've spoken about sovereignty. Kumbuka nimenena juu ya ule utawala, Remember, I've spoken about point number 2 for knowledge. naye pia hali ya kujua kilicho Remember, mbele, I'm speaking about point number 3, which is reward. na ya tatu ambao ni tunukio. Galatians chapter 6, verse number 7. Wagalatia 6 mlango wa Look 7. at that. Do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be what? To be snared, at scorned, disdained, or mocked by mere pretensions or
professions, or by his precept being set aside, he inevitably deludes himself who attempts to delude God. For whatever a man sows, that and that only is what he will reap. Hallelujah. So it means God pays people. Inamaanisha Mungu analipa watu. God rewards people. Mungu anatunukia watu. What you plant, that's what you reap. Unachopanda ndicho You unavuna. cannot plant something different Hauwezi panda kitu and tofauti expect a different na harvest. utarajie mavuno So tofauti. whatever you plant, that's what you get. Unachokipanda ndicho unapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That's not what we see in the case of Hiyo ndio Moses. tunaona hapa katika hali ya He Musa. said there is nobody like this man. Anasema hakuna mtu kama huyu. And the Bible says this was a meek kind of human being. Na Biblia yasema alikuwa mtu wa Somebody kipekee. gentle. Alikuwa jamaa mungwana. Somebody humble. Mtu mkarimu. Easygoing person. Mtu ambaye Who unaweza surrendered, kufikia. gave Aliyejiwachilia na akatoa He vyote. could be proud of. He gave it out. Yote ambayo angejivunia Honor, alipeana. glory, he gave it out. Utukufu na heshima You akapeana. cannot serve God and then regret for having served him. Hauwezi mtumikia Mungu kisha We are ujutie. serving a faithful God. Tunatumikia Mungu mwaminifu. Last Sunday we saw people in this church Jumapili iliyopita tuliona watu stand hapa and make sacrifices wakisimama na kutoa that dhabihu were beyond explanation. ambao ilikuwa zaidi ya Don't kutafakari. think these people are mad. Usifikirie watu hawa ni wenda Don't wazimu. think these people are crazy. Usifikirie hawa watu wana kichaa. Don't think these people have a lot of, whatever they give. Au wanao zaidi ya ile wanayotoa. They don't have. Hapana, hawana. They don't have. Hawana. They also struggle. Hata hao pia They wanang'ang'ana. also have needs. Pia nao wana mahitaji. But they just take their need, put aside. Lakini wakati mahitaji yao kando Say, kwanza. because of the kingdom of Nasema God, kwa ajili ya ufalme wa I'm Mungu going to do this. ninaenda kutenda hivi. How many rich people Ni matajiri wangapi cannot give to God even a common needle? hawawezi peana kwa Mungu hata sindano ya They kawaida, can't, but Hawezi. they are very rich. lakini ni A common matajiri needle sana. they cannot give. Sindano tu ya kawaida hawezi. Bwana asifiwe. Amen. So giving is from the heart. Kutoa ni moyo. So if you see these people stand before God Ukiona watu wakisimama mbele and ya make Mungu such a kind of na sacrifice, kutoa dhabihu ya sampuli ile, one day siku when moja you see these people ukiona watu hawa are blessed, wamebarikiwa, are doing well, wakitenda their vile, generation is moving kizazi forward, chao kina their nawiri, children are moving watoto forward. wao wanasonga. Don't be jealous. Wewe usiwe na wivu. Don't say God is partial. Usiseme Mungu ana God is not ubaguzi. partial. Mungu hana ubaguzi. God is a rewarder. Mungu huwa He anatunuku watu, pays people. analipa watu That's wake. why he said God cannot be mocked. Ndiposa anasema Mungu He is adhihakiwi. a faithful Ni God. Mungu mwaminifu. Whatever you plant, Unachokipanda that's what you get as a ndio harvest. unavuna. Hallelujah. Amen. You can see somebody Unaweza muona mtu is rich. ni tajiri, He has children. ako na watoto, Children who cannot succeed in school watoto ambao hawafanikiwi shule with all his wealth. na mali yake yote, They go to school, waenda shuleni, they're always number last. kila mara wako They're mwisho, always troublemakers. kila mara wana shida. Ni kama mtu anawakisha jiko ya kuni, unaweka kuni pale. Sasa ile kuni aiwake hiyo moto ya kimbirimbiri, lakini inatoa tu moshi. Sasa hiyo moshi inakuzunguka hapo. Unaanza kupuliza. Moshi inaingia kwa mapua, inaingia kwa macho, inaingia kwa masikio. Mtu anaanza kukohoa. Moto inakataa, inaingia kwa macho. Macho inakuwa mwekundu. Haujawahi kuona hiyo? Uko na watoto wanakaa kama hiyo moshi, wanakuzunguruka, waendake mahali. They have failed even before they failed. Wameanguka hata They kabla ya failed kuanguka, even before they were born. walianguka kabla ya kuzaliwa. Ama namna gani? Kwa sababu baba ni mwovu, mama ni mwovu, anazaa watoto waovu, wanamzunguka kama moshi. Mtu yuko na hela, watoto pumbavu. Akikufa wanauza kila kitu, wanauza kila nyumba aliwaachia, wanauza kila biashara. Kesho unawapata na slippers kwa city wanatembea. Nimeona wengi huko DRC na slippers. Wanakwambia ule alikuwa mtoto wa tajiri sana, baba yake alikuwa tajiri sana. Mungu anakunyima furaha, anasema utakufa na uchungu. If you are a child of God and you serve God, you will never die in shame. Kama we ni mtoto wa Mungu hautakufa katika aibu. God will never give you a generation ambayo itakaa kama moshi na kuingia kwa mapua, kwa macho, unakohoa. Do you know that I even see somebody, Unajua pia namuona mtu anazaa watoto, wana drugs. Unajua drugs? Wana inject drugs.
in their bodies, madawa ya kulevya. wengine wanavuta kwa mdomo, useless. God says, Mungu anasema, I will bless you. nitakubariki. I will bless your generation. Nitabariki kizazi chako. Those are the rewards of people, Ndiyo servants tunikio ya of God. watu, watumishi wa Mungu. Servants of God. Watumishi wa Mungu. Whatever God didn't give you, Kile ambacho Mungu He will hakukupa, give even to your generation. atapatia hata kizazi chako. You know, before you die, Kabla ufe, in good old age, katika uzee you wako can look mzuri, at your children. unaweza tizamia You see watoto the way wako they are doing. na ukiona You wanavyoendelea, just thank God. unashukuru tu Mungu. Ama namna gani? Namna hiyo. Then you look behind, Unatizama nyuma you start crying. na uanze kulia. God have mercy. Oh, Mungu which nihurumie. mercy? Huruma What you gani? plant, that's what you Ulipanda get. ndicho unavuna. Let us serve God Wacha tumtumikie Mungu so that at a given time, ili katika wakati ufahamu God will bless our lives. Mungu atabariki maisha yetu. He is a sovereign God. Yeye ni Mungu mtawala. Listen, the vision God gave me. Hii ndiyo maono Mungu alinipa. In a vision, I saw myself standing in a certain place, Katika maono niliona nikiwa nimesimama mahala and fulani then I saw a lot of rats. na nikaona Panya. panya wengi So there was a hole somewhere there. na kulikuwa shimo mahala pale, And then these rats na panya hawa were speaking the language of human beings. walikuwa wakinena lugha ya wanadamu They were proud. na walikuwa na You know, kiburi, they say we are powerful, wakijivunia we are dangerous, sisi ni we are hatari, you tumebarikiwa, know, you cannot catch us. hauwezi tushika, They are telling me. wakiniambia. And then they enter in that wall. Na kisha wakaingia kwenye lile There shimo were so many. na walikuwa wengi, And then at my right hand, na mkono there wangu wa was a kuume pot boiling there. kulikuwa na nyungu ambayo ilikuwa inachemka maji. So the man who brought me there told me, Kwa hiyo aliyeniweka pale take akaniambia, this pot of boiled water. chukua sufuria hii, You see what these rats are saying? na unaona They vile say they panya are wanasema, powerful. wanasema wana They say you nguvu, cannot do anything to wanasema them. huwezi tenda They say lolote, they are free. wanasema to do wako whatever they huru want. Okay, kutenda. pour water in this water. Chukua hii maji moto, So mwaga I pale poured ndani. the water in that Kwa hiyo water. nikamwaga ile maji pale ndani, And then I heard rat crying na inside. nikasikia panya wale wakilia pale ndani. Oh, we are finished. Oh, we are dead. Oh, What tumekwisha, shall we do? tumekufa, So now they tutafanya nini? can't even see the road to come out. Hata hawezi ona njia ya kutoka, As water was entering, kwa maana maji moto when they ilikuwa tried to open ikiingia. their eyes, Kifungua macho, the hot water entered the ile maji eyes. moto inaingia They machoni. all died Kwa inside hivyo wote wakafa while pale speaking, wakinena, and I could hear. na ningesikia. Then God took me. Na kisha Mungu akanichukua, He took me to a place. akanipeleka There mahali is a bed, kulikuwa kitanda, and then it has a mosquito net. na kisha ilikuwa So, na niti ya mosquito net was, you know, all around Na- the mattress na hii or the hema ya bed. kuzuia umbu ilikuwa So imezingira there is kitanda yote. no a way out. Kwa hiyo hakuna njia ya kutoka, And then I was inside the mosquito net. nami nilikuwa ndani ya neti. So he told me, Kisha akaniambia, inside that mosquito net, I saw a mosquito. ndani ya ile hema ya kuzuia And nikaona that mbu mosquito ndani, was speaking like a human being. na pia mbu yule alikuwa ananena kama mwanadamu. Say, you know what, I'm free. Unajua mimi niko huru, I can play around here. naweza cheza mahala I hapa, can do whatever I want to do. naweza tenda ninavyotaka. I'm answerable to nobody. Mimi sijibu yoyote, I am my own king. mimi ni mfalme wangu kivyangu. So he told me, Naye akaniambia, he showed me something that was there. akanionyesha kitu He said, pale, you see this mosquito? akasema, unaona yule mbu, There is no way out. hakuna njia ya kutoka There hapa, is no way the mosquito can run away from this place. hakuna vile itatoroka. So hit the mosquito. Kwa hiyo gonga lile mbu, I took it na and I hit the nikachukua na mosquito. nikagonga lile mbu, And the mosquito could not run anywhere. na haingetoroka tena, Just fall and die. ikaanguka And kufa. then he told me, Kisha akaniambia, this is how human beings behave before me. akaniambia, hivi ndivyo wanadamu I walivyo want you mbele to yangu. tell them, Nataka uwaambie, I'm the sovereign Lord. mimi ndiye I mtawala, have power. ninayo nguvu, I do what I want to do. natenda I ninavyotaka. created men to serve me Niliumba watu and to wanihudumie serve my purposes. na kuhudumia kusudi langu. As long as they obey me, Mradi tu they shall wataniheshimu, prosper. As watanawiri, long as they trust me, na hao they wanaponiamini shall prosper. watanawiri. So God told me Kwa hiyo Mungu akaniambia, that you see the way they behave, unaona jinsi the tabia way yao, I've done to these rats, vile nilivyofanyia the panya way wale I've done to the na mosquito, vile nilivyomfanyia yule that's mbu, the same day, the same way I can do to human hivyo beings. ndivyo naweza kuwatendea They nao are wanadamu. all under my power. Wote wako chini ya nguvu They're in yangu, my hands. wako mikononi I mwangu, can treat them the way I want. nami ninawatendea ninavyotaka. Hallelujah. Amen. So he gave me this message. Kwa hiyo akanipa ujumbe Is huu, God partial or not?
Je, Mungu ana ubaguzi au God la? is not partial. Mungu hana ubaguzi. Listen, Sikia, thousands of women follow Jesus. wanawake wengi sana wakamfuata Yesu. I say thousands. Nasema maelfu They followed Jesus. walimfuata Yesu. One day, Siku moja Jesus entered the house of Simon the leper. Yesu Kristo akaingia katika nyumba ya Simoni ambaye In alikuwa na that ukoma. house, a woman came Katika ile nyumba mwanamke mmoja akaja carrying a heavy perfume, akiwa amebeba mafuta ya dhamani kubwa very sana expensive. ambayo ni ya gharama kubwa. She opened the bottle, Akafungua ile kibweta poured on the head of Jesus. na akamwaga katika kichwa cha Yesu. People who are there, Watu ambao walikuwa wamezunguka they pale say, why this waste? wakasema, mbona hasara kubwa You hivi? cannot do this. Huwezi fanya We hivi, should keep this perfume, lazima haya mafuta sell tuyahifadhi, it and have money, tuyauze na tupate pesa, and give to the poor. alafu tuigawie masikini. Bible says Vile inasema they didn't even care about the poor. hawakujali hata hawa They masikini. said so because Judas was a thief. Walisema vile kwa sababu Yudasi alikuwa mwizi, Some also of the people there were thieves. na baadhi ya watu wengine ndani ya ile nyumba walikuwa wezi. Bwana asifiwe. Amen. And then Jesus said, Alafu Yesu akasema, wherever the gospel will be proclaimed, mahali popote ambapo injili itahubiriwa, he shall be told itaongewa about this woman. kuhusu huyu mwanamke, It shall be remembered itakumbukwa what this woman has done today. kile ambacho huyu mwanamke amefanya leo. Jesus Christ, Yesu Kristo when he resurrected from the dead, wakati ambapo alifufuka kwa the wafu, first person to see Jesus, mtu wa kwanza kumwona Yesu it was Mary Magdalene. alikuwa ni Maria She's Magdalena, the one who now ran, ndiye ambaye sasa alikimbia went to tell the apostles akaenda kuambia mitume that the Lord is alive. ya kwamba Bwana yu hai. Peter and John came out, Yohana na Petero wakaja went running to the grave. wakikimbia katika kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. A common woman Mwanamke wa kawaida in Israel, ndani ya Israeli, it was a taboo ilikuwa ni mwiko for a woman kwa mwanamke to carry out kuweza the good news. kubeba habari njema. The good news were, preached, proclaimed by men. Habari njema ilikuwa inahubiriwa na wanaume. You don't see a rabbi woman. Hawezi kuona mwanamke ambaye ni rabi ama mwalimu wa sheria. Rabbis were only men. Walikuwa tu ni wanaume, But here lakini we hapa see Chanza Mwandamuna. tunaona mambo yamegeuzwa upande ule mwingine. Hey, Chanza Mwandamuna. Mambo yamegeuzwa upande ule Bali mwingine. mkono ikaa hivi na kaa hivi. Badala ya mkono ikayo juu, iko chini. Now it is a woman Na sasa ni mwanamke who will go ambaye anaenda and find these men. na anapata hao wanaume They are hiding. wamejificha, They don't know what will happen. hawajui ni nini They itatendeka. have killed the Lord. Wako pale Now wameua, they are after us. sasa wameua Yesu, And wanatutafuta then sisi. Mary knocks the house. Alafu Maria anabisha mlango, She enters in the house. anaingia ndani ya ile She nyumba, says he's alive. anasema yuko hai, He is alive. ako hai, He is alive. ako hai Yesu. What do you mean? Unasema nini I Maria? just saw him. Nilimuona, He spoke to me. alinena na mimi, Let's go to Galilee. twende kule Galilii, He's coming. yeye yuaja. Wow. Amen. Zambe na mikalika lina moto. Mungu wa nguvu zote. Mungu ana upendeleo ama hana Je, is upendeleo? God partial or not? Kile unafanya kitaamua. Whatever you are doing is what that is going to Ana decide. upendeleo ama hana upendeleo? Is God partial or not? Matendo yako itaamua. Your works are going to decide. Oh, You are not like my servant Moses. wewe si kama mtumishi You are wangu not Musa. like Moses. Wewe si kama Musa. Yes, you are a prophet. Ndio wewe ni You are nabii, not like Moses. lakini wewe si kama Musa. Yes, you are a high priest. Ni kweli wewe ni kuhani You are mkuu, not like Moses. lakini wewe si kama Musa. Yes, you are a businessman. Kabisa wewe ni You are mwanabiashara, not like Moses. lakini wewe toshana na Musa. Yes, you are a singer. Ndio wewe ni You muimbaji, are not like Moses. lakini si kama Musa. Yes, you are married. Ni kweli wewe You are umeoa, not like Moses. lakini wewe si kama Musa. Yes, you are a politician. Ni kweli wewe ni You mwanasiasa, are not like Moses. lakini wewe si kama Musa. Je, Mungu ana upendeleo? Is God partial or It's not not? partial. Je, Mungu ako na It's upendeleo? not partial. It's moral quality. Hali yake ya It's kiungu, moral nature. hali yake ya kiungu, It's kind of integrity. ile utu wema ulio ndani yake, The word partial ile neno doesn't ubaguzi exist in his kingdom. haiko katika ufalme wake. Hallelujah. Praise the He's Lord. just a wonderful God. Yeye ni Mungu mwema. So God blesses people Kwa hivyo Mungu hubariki watu based on these three things. kulingana na hizi vitu vitatu. If you understand Kama utaelewa the sovereignty of God, ya kwamba ukuu wa you shall Mungu, respect
respect God. utamheshimu, You shall obey him. utamtii, You shall serve his purposes. utaweza kutumikia You kusudi shall lake, humble yourself. na utaweza You kunyenyekea, understand his sovereignty. utaelewa ukuu wake. Your life is in his hands. Maisha yako yako mikononi mwake. You are not on your own. Wewe hauko peke yako, He gives you life anakupatia to uhai fulfill his purposes. kutimiza mapenzi yake. If you see pagans Ukiona wapagano who are prospering, ambao wanafanikiwa maishani, look at their end. angalia mwisho wao. It's always miserable. Saa zote utakuwa ni wa uchungu na If you shida. see a pagan Ukiona mpagano who grows old ambaye anazeeka, up to 100 years, anafikisha miaka 100, the Bible says Biblia a inasema pagan for 100 years mpagano wa miaka shall 100 be a curse. atakuwa ni laana. It is in the Bible. Siko katika Biblia. A pagan of 100 years. Mpagano wa kufikisha miaka 100. Unaona kuna tembea. Huyu anti yangu ni hajaokoka lakini kuna 100 years. The Bible says she's a curse. He is a curse. She is an abomination. Oh God. Why should you live long? Mbona uishi miaka mingi ukiwa muovu? A pagan. Mpagano, au mjui Yesu, haujaokoka. Zambena mikalikali na moto. Haleluya. Why should you live long? Mbona uishi miaka mingi? You don't know God. Au mjui Why Mungu? should you live long? Mbona uishi miaka mingi? You don't serve him. Hautumikii Mungu? Because you have lived long. Kwa sababu ya kuishi maisha Your marefu, fire there wewe moto wako, will be doubled. moto yako kule itakuwa mara mbili. That's what the Bible says. Hivyo ndio Biblia inasema. The rich man Ule tajiri saw Lazarus alimwona Lazaro in the hands of Abraham. katika kifua chake Ibrahimu, And the rich cried, na yule tajiri akalia, please tafadhali send Lazarus mtumie to hata go and tell Lazaro my people aende ambie watu wangu not to come here. wasije mahali It hapa. is terrible. Hapa ni mahali pagumu. It's not terrible. Kula mali Eat your wealth well. ama namna gani? Yes. Kula ni mali. Mali, yeah. Utajiri. Bonda mali. Ponda mali sasa. Ponda mali Oh, sawa it sawa. is painful. In that fire you will forget every good things you have touched in this life. Katika ule moto utasahau mambo yote mazuri na vinono ulikula ulishika katika hii dunia. I said that shall be your portion. It shall Nasema not be your hiyo portion. haitakuwa sehemu It yako shall katika not be jina your la Yesu portion. Kristo. In Jesus' name. Haitakuwa sehemu yako katika jina la Hallelujah. Yesu Kristo. Your portion is heaven. Sehemu yako ni juu Your mbinguni. portion is blessing. Sehemu yako ni kubarikiwa. Now listen. Sasa sikia, In this kingdom, katika ufalme huu God blesses people. Mungu anabariki watu, People who are faithful. watu ambao ni waaminifu, People who serve him. watu ambao wanamtumikia. Don't just say kwa wakati wake Mungu atatenda, hatatenda. Don't just say Hatatenda. I'm waiting for God's time, he's going to do. Kwa When? wakati wake, what are you doing? Some people will tell you. Unasubiri nini wakati unaongea kuhusu wakati wa Some people Mungu? will tell you, if God doesn't call me, I won't come. He must touch me. Touch you what? Touch you what? Akuguza Why are we wapi? preaching the gospel? Mbona unahubiri injili? Why Akuguza. are we preaching? Mbona tunahubiri? He said go and preach. Alisema endeni mhubiri Proclaim the gospel. na mtangaze injili. Whoever believes Yeyote ambaye ataamini and shall be baptized na atabatizwa shall be saved. It ataokoka. means you have a choice. Inamaanisha kwamba uko na You have a uamuzi. free will Wewe uko na to uamuzi believe in Jesus kuamini Yesu and to serve him. na kuweza kumtumikia In the kingdom of God. katika ufalme wa Mungu. Let's stand up on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. Things do not just happen. Mambo haitendeki tu In the kingdom of God. katika ufalme wa Mungu. Things do not just happen. Mambo hayatendeki tu In the kingdom of katika God. ufalme wa Mungu. Things do not just happen. Mambo haifanyiki God kimbahati. is not discriminative. Mungu hana ubaguzi. He is a good God. Yeye ni Mungu mwema He judges people ambaye anahukumu watu according to the truth. kulingana na ukweli. He's a God of integrity. Huyu ni Mungu ambaye ako na ukweli. He cannot do what is wrong. Hawezi tenda yaliyo He mabaya. cannot sin. Hawezi tenda He dhambi. cannot be tempted by sin. Hawezi pia shawishika na dhambi. The language of partiality Lugha doesn't exist in his dictionary. ya The upendeleo haiko katika language of kamusi yake. discrimination Lugha ya does ubaguzi not exist in his dictionary. haipatikani katika kamusi yake. Why? Kwa He nini? loves everyone. Sababu anapenda kila mtu. He loves everyone. Anapenda kila mtu. Choose to do good. Chagua kufanya mema. Choose to serve God. Chagua kutumikia Mungu. I want to encourage people Nataka niwatie moyo in watu this church, katika kanisa hili, people who have committed to God watu ambao wamejitolea kwa Mungu to serve the kingdom. watumikie ufalme.
to give to the kingdom. kutoa kwa ajili ya ufalme. It has never happened before Haijawahi fanyika pale awali in this church. katika hili kanisa. Commitment at this level. Kiwango cha kujitolea chenye kiko saizi. The way you have committed to God, Vile mmejipeana kwa Mungu, may the Lord commit to you na Mungu na ajitoleeni in kwenu. that same way. Hivyo 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 hivyo. The way Katika you feel in your heart, vile unahisi moyoni mwako, how that commitment heart, vile kule kujitolea kuko ndani yako, that's how God feels in his heart. hivyo ndivyo Mungu anahisi moyoni mwake. God will bless you. Mungu atakubariki. God will bless your generation. Mungu atabariki kizazi chako. God will bless your children. Mungu atabariki watoto wako. They will never become useless. Hawatawahi kuwa watu burebure. They shall prosper. Watafanikiwa. The million you give to God, Yeah. those children will become billionaires. Ile milioni ambayo uliitoa kwa Mungu, watoto wako watakuwa mabilionea. God will multiply Mungu atazidisha 100-fold. mara 100. People who think Watu ambao that ufikiria by doing what you have done, ya kwamba wanaweza kufanya you are confused, ya kwamba or you umechanganyikiwa don't know what you are doing, ama hujui nini ambayo they unafanya, will see you rising. watakuona tu ukiinuka. From today, Kuanzia leo, wherever you are standing now, mahali wewe ambao umesimama, whatever level you are now, kiwango ambacho uko you leo, will never go down. hautawahi enda You chini. will always climb up. Wewe utakwea You siku will zote, always go up and up and utaenda up and juu up juu and na up. juu na juu. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Because God has decided to Kwa bless you. sababu Mungu amefanya uamuzi wa kukubariki. Can we lift up our hands? Tunaweza inua mikono I yetu. want us to glorify God. Nataka tumtukuze Mungu, Just bless him tumbariki and count ourselves lucky na tujihesabu ya kwamba tumeneemeka ama tumebahatika for having this kind of opportunity ya kupata nafasi kama hii to serve God ya kutumikia Mungu and the kingdom. na ufalme wake. The Bible Biblia says inasema he cannot be mocked. hawezi Whatever a ukaziakiwa. man plants, Kile mwanadamu anapanda, that he shall reap. hicho ndicho atachovuna. God cannot be mocked. Mungu hawezi ukamudhiaki. Whatever a man plants, Chochote ambacho mwanadamu anapanda, whatever a woman plants, chochote ambacho mwanamke atapanda, that's what is going to come his way. hicho ndicho kitakuja katika barabara He ya is a kwake. faithful God, Yeye ni Mungu mwaminifu, kind and loving God. yeye wa upendo. From today I declare, Kuanzia leo natangaza in this house, katika hii nyumba, whatever level you are now, kiwango chochote ambacho uko is the lowest kitakuwa kiwango cha chini in your life. katika maisha yako. From today, Kuanzia leo you never go down. hautawahi enda chini You will hapo, go up. utaenda You juu, will rise up. utainuka juu, Go higher utaenda juu and higher na juu and na higher. juu na juu zaidi. Start praying. Anza maombi, Start praying. nena na Bwana, Start making anza declarations. kufanya matangazo, Start making proclamations. anza fanya matangazo. Say I believe. Na sema naamini, Say I believe sema naamini in the word of God. katika neno lake Mungu, I believe naamini in what God has ya spoken kile ambacho today. Bwana amenena, I believe naamini that wherever I am ya today kwamba mahali niko leo is the lowest ni mahali palipo wa I chini will sana, ever be. ni mahali From naweza kuwa today, maishani. Kuanzia I leo will go higher, nitaenda juu higher na juu and higher na juu zaidi and higher. na juu zaidi. In favor, Katika kibali, you shall go higher. utaenda juu. In grace, Katika you sifa, shall go higher. utaenda juu. In prosperity, Katika ufanisi, you shall go higher. utasonga juu. In good health, Katika afya you njema, shall go utaenda higher. juu. Your money Pesa will zako never be spent on doctors, ambazo hautazitumia katika madaktari, because God kwa shall sababu protect you. Mungu atakulinda. You will go higher Utaenda juu and higher na juu and higher na juu zaidi. in the morning, Katika during the asubuhi, day, in the evening. mchana, jioni, God shall be your God. Mungu atakuwa Mungu wako. God will bless you. Mungu atakubariki. God will protect you. Mungu atakulinda. God will fight your battles. Mungu atapigana vita The vyako. enemy will never locate you. Adui hatawahi kukuona. The witches of your generation, Wachawi wa kizazi they chako will never find you. hawatawahi kukuona. People who hate you Watu ambao shall wanakuchukia be confused. watachanganyikiwa In the name of mchana Jesus. katika jina la Yesu. People who plant evil Watu ambao wanapanga maovu against your life, kinyume na maisha yako they shall be confused. They watachanganyikiwa, will slaughter one another. hawataweza, watachinjana wao wenyewe, They will never see you, hawatawahi kukuona, because God protects you. kwa sababu Mungu anakulinda. God is hiding Mungu you anakuficha in a safe place. katika mahali palipo salama. It shall be well with your life. It Itakuwa vyema na maisha shall be well yako, with your family katika familia yako from today and forward. leo na hata mbele. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru, We bless you. tunakubariki, Glorify you. tunakutukuza. Bless your people. Bariki watu wako, Bless your name tunalinua jina lako today and forever. leo hata milele, In Jesus' name. katika jina la Yesu Kristo. Can we say Naweza sema amen? amina. Haleluya.